Kwa majina ninaitwa Father Bernard Mlaponi, ni katibu wa Jimbo Katoliki la Mtwara. Tupo katika maandalizi ya kumpumzisha ndugu yetu, padre mwenzetu, Padre Manfred Mpanda, aliyefariki aliaga dunia juzi tu tarehe 20 baada ya kuugua karibia mwezi mmoja katika hospitali yetu ya rufaa hapa Ndanda. Na hapa tulipo ni makaburini, katika makaburi wanaolala mapadre wetu wa Jimbo Katoliki la Mtwara, na pale tu ndipo mahali atakapolazwa baba yetu, Baba Manfred Mpanda, katika makazi yake ya muda hapa duniani. Tupo katika kipindi cha maombolezo kwa kumpoteza padre wetu huyu aliyefanya kazi katika jimbo letu la Mtwara na kwa kujitoa kabisa. Katika utume wake mwingi alifanya hapa katika hospitali yetu ya rufaa hapa Ndanda kama chaplain, lakini pia kama mtu wa ushauri mbalimbali katika shughuli mbalimbali za kichungaji kwa upande wa hospitali. Kwa hivyo alifanya muda mwingi sana kazi hiyo hapa kwa moyo kabisa, na alifahamika na watu wengi kwa ukaribu wake na kwa kuwa karibu zaidi na watu katika nyakati mbalimbali za kijamii, katika mambo yetu mbalimbali ya kiroho na katika huduma mbalimbali za hapa hospitalini. Kwa hivyo tupo hapa kwa nafasi hii ya kuadhimisha kwa namna pekee na kumshukuru Mungu kwa kazi zake hizo kubwa alizozifanya katika jimbo letu na kwa utume wake huo. Tupo hapa katika maandalizi ya kuandaa nyumba yake atakapopumzishwa, na tunatumaini kesho tarehe 24 Jumatatu ndipo atakapolazwa hapa katika makazi yake ya muda. Nawaalika sote katika jimbo letu la Mtwara na watu wote wenye mapenzi mema tuunganike naye katika kumwombea marehemu wetu huyu Padre Manfred Mpanda, ili Mwenyezi Mungu apate kumpokea katika makao yake ya milele. Na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha maombolezo. Tuombe pia wanafamilia ambao wameguswa kwa karibu na padre huyu na watu wote wenye mapenzi mema. Kwa upande wangu nilivyomfahamu yeye, Father Manfred Mpanda ni mtu ambaye alikuwa mcheshi, alikuwa ni mtu wa kujichanganya na jamii. Katika matukio mengi ya misiba, sherehe, atapanganika, ataacha mambo yake, lakini atajumuika na watu. Kwa hivyo alikuwa kweli ni mwanajamii aliyependa kushiriki mambo mbalimbali, hasa katika shughuli zetu za kanisa. Nawaalika kesho kwa heshima yake, kwa nafasi hizo na katika matukio yote, tukutane tena kwa pamoja katika kuadhimisha misa hiyo ya mazishi kwa ajili yake. Na tumshukuru Mungu kwa ushirikiano wake alioonyesha katika jamii, katika kuwahudumia watu, na hasa watu hapa Ndanda kwa kiasi kikubwa ya maisha yake na utume wake aliofanya hapa. Licha baada ya hapo alikwenda kuwa alienda kwa baroko seminari ndogo ya Namupa, jimbo la Lindi. Baada ya hapo alikwenda kuwa kaimu paroko parokia Mtakatifu Benedikto Newala. Baada ya hapo akawa paroko na Namombe, na ndiko alikomalizia maisha yake tarehe 20 baada ya kuugua hapa katika hospitali yetu ya Ndanda. Kwa hivyo nitoe mwaliko kwenu nyote tuunganika pamoja hiyo kesho katika siku ya kumsindikiza na kuadhimisha misa ya mazishi kwa ajili yake. Na sote Mwenyezi Mungu aendelee kutuunganisha katika umoja, tuendelee kuyaenzi na kumkumbuka kwa yale mazuri na kuyaenzi na kuyaishi katika maisha yetu. Huko ndiko kumpa zawadi ya pekee ya kucelebrate maisha yake aliyoonyesha katika jamii yetu. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, na tuendelee kumwombea ndugu yetu ili Mwenyezi Mungu ampokee katika maisha yake ya milele. Nawashukuru sana, nasema asanteni sana. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.